Leo tunatoa historia ya jina la jiji la Dar es Salaam limepatikana vipi. Jina la Dar es Salaam limepatikana ifuatavyo. Katika zama hizo za kale, palikuwepo na mzee mmoja ambaye kwamba alikuwa na familia yake. Siku moja yule mzee alienda shamba. Baada ya kwenda shamba, alimwacha mwanaye nyumbani akiwa anacheza na watoto wenzie. Na inavyofahamika kipindi cha zamani, wazee wa zamani mali zao, pesa zao hawakuwa wanapeleka benki, walikuwa wanaweka ndani juu ya dari. Kwa kisasa hivi kama mtu huelewi dari ni singboard. Kwa hiyo baada ya kwenda yule shamba, mzee alimwacha mwanaye pale nyumbani, alikuwa anacheza na wenzie, wakawa wanacheza kitu kinaitwa madange. Madange ni mapishi ambayo kwamba wanajifundisha watoto wakiwa wadogo. Pale walipokuwa wanacheza madange palikuwa na mnazi. Sasa ule mti wa mnazi kulikuwa na kuti limeshuka chini hivi, pamoja na nyumba vipo jirani. Kwa hiyo wale watoto walivyokuwa wamepuliza moto kwenye ule mnazi, kuna kuti limeshukia pale. Moto ulivyokolea ukadaka kwenye kuti nalo likapandisha moto juu. Ulivyopandisha juu moto ukawa umekolea ukawa mkubwa zaidi, ukaenda kusababisha kuungua nyumba ya yule mzee. Wakati anarudi mzee anaona yani kwamba maeneo ya kwake kunafuka moshi mkubwa sana. Akaingiwa na hofu, ikambidi aharake aelekee nyumbani kwake. Alipofika pale nyumbani, yani jirani na nyumbani, aliona nyumba yake inaungua moto. Kabla hajafika, cha kwanza kuuliza, aliuliza lakini Dar es Salaam. Kumbe alikuwa anaulizia Dar es Salaam kwa sababu ya mali zake ambazo ameziweka kule juu ya dari. Kwa hiyo jina la Dar es Salaam ndo limepatikana katika mfumo huo. Zamani palikuwa panaitwa Mzizima. Na ukitaka kujua historia ya mkoa wako, historia ya mji wako, historia ya kabila lako, andika kwenye komenti, ila usisahau kulike, kushare, pia kusubscribe. Asanteni sana.